Trump na Magufuli ni viongozi wa damu moja kwa aina yao ya uongozi. Basi hii ni taarifa ambayo imepostiwa kwenye ukurasa wa BBC Swahili News. Na kama mnavyojua sisi hatupendagi sana kufuatilia hivi vyombo vyao vya magharibi, lakini kwa habari hii kwa kweli sisi kama wanaokuwa Mwafrika imetukosha na sisi tukaona tukuletee kile walichokiandika. Kwa sababu kumbuka tarehe 17 mwezi wa 3 2025 ndio tulikuwa tunaadhimisha miaka 4 ya kuondoka kwa shujaa wa Afrika, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 5 John Joseph Magufuli, ambaye alikuwa ni mfano wa kuigwa na ni viongozi wachache sana ambao wana hulka kama ya John Joseph Magufuli. Na kwa sasa tunashukuru Mungu ametokea Magufuli mwingine uko West Africa, na muongelea Captain Ibrahim Traore. Sasa hapa BBC wameongea, wamesema huyu Magufuli alikuwa mmoja ya viongozi wachache wa Afrika waliovuma sana wakati wa uhai na uongozi wake. Alizungumzwa kila kona kwa namna alivyokuwa akiongoza nchi na watu wake wa Tanzania, na mambo mengi sana yaliyompa umaarufu. Nafikiri wanaokuwa Mwafrika mtakuwa mnakumbuka ni wakati wa alivyodili na tatizo la COVID-19. Sasa wapo waliomkosoa na wapo waliomuunga mkono kwa namna alivyozungumza, alivyotoa maamuzi na maagizo, na jinsi alivyochukua hatua kwa masuala mbalimbali kwa namna fulani ya ufanano kama ilivyo sasa kwa Rais Donald Trump wa Marekani, ambaye wapo wanaomkosoa na wapo wanaomuunga mkono kwa anayoyazungumza na kuyatenda. Baadhi ya watu wanawafananisha kwa kiasi kwa namna wanavyotawala na kuongoza mataifa yao, licha ya tofauti kubwa iliyopo kati ya Tanzania na Marekani kwenye eneo la uchumi, siasa, huduma za kijamii na hata idadi ya watu. Marekani ikiacha mbali Tanzania kwenye kila eneo. Ingawa viongozi hao waliongoza mataifa yenye historia, tamaduni, chumi na siasa tofauti, wote wanashabihiana kwa masuala kadhaa, kuanzia mtindo wa uongozi hadi maamuzi yao yenye utata. Na makala hii BBC wameitoa inachambua mambo 7 yanayoleta mfanano wa namna wanavyotawala na kuendesha serikali zao bila kuzingatia iwapo wanapatia ama wanakosea. Kwanza, jambo la kwanza ni viongozi wa wananchi kwanza. Hawa ni viongozi wa wananchi kwanza, manake wazalendo. Asa Magufuli, kama ilivyo kwa Trump, alijitambulisha kama mpinzani wa mfumo wa kisiasa uliokuwepo, ambao kama uliwasahau ama unawasahau watu wa hali ya chini ama wananchi wa nchi husika, wote walijenga umaarufu wao kwa kupinga kile walichokiita mfumo wa kifisadi au kwa Kiingereza deep state, na kujitokeza kama watetezi na wa wananchi wa kawaida. Magufuli alijinasibu kama mtetezi wa wanyonge, Trump akijinasibu kama mtetezi wa Wamarekani wa kawaida. Ndio maana amepiga pini kila mahali. Magufuli alipoingia madarakani mwaka 2015 alianza kwa kampeni kali ya kupambana na ufisadi, akiwafukuza watumishi wa umma hadharani. Mfano mzuri ilikuwa ni Disemba 2015 alipoamuru kufukuzwa kwa viongozi wa mamlaka ya bandari Tanzania TPA na mamlaka ya mapato Tanzania TRA kwa madai ya upotevu wa mabilioni ya fedha za serikali. Hakutaka kodi za wananchi zipotee kiholela kwa namna alivyoona yeye. Aliwaondoa pia aliowaita wafanyakazi hewa na waliotuhumiwa kuwa na vyeti gushi vya kidato cha 4. Na wakati huo sasa, mfanano kwa upande wa pili, Donald Trump alipoingia ikulu ya Marekani mwaka 2017 alitangaza kuwa anakuja kusafisha mfumo wa Washington, na mara nyingi aliwashambulia viongozi wa chama chake cha Republican, akiwaita sehemu ya tatizo katika awamu yake ya pili ya utawala iliyoanza Januari 2025. Tunamuona Rais Trump akiwaondoa maelfu ya wafanyakazi, akifunga misaada ya kijamii ambayo Marekani ilikuwa inatoa kwa nchi zinazoendelea kupitia shirika lake la USAID. Namba 2, maamuzi ya kushangaza ya papo kwa hapo. Kama kuna mahali wa Tanzania wanamkumbuka zaidi na kumkubali Magufuli, ni eneo la kutoa maamuzi ya papo kwa hapo kwenye mikutano ya hadhara, na mara nyingi bila kujali athari zake kwa muda mrefu. Kwa mfano, Machi 17 bila onyo lolote aliamuru kufungwa kwa maduka ya kubadilishia fedha za kigeni nchini Tanzania kwa madai kuwa yalihusika na utakatishaji wa fedha. Trump anafanya hivyo kupitia amri za rais
anazozitoa kila leo. Trump yeye mnamo Juni 2018 aliamua Marekani ijitoe kwenye mkataba wa nyuklia wa Irani JCPOA, licha ya upinzani mkubwa kutoka kwa washirika wa Marekani kama Ufaransa, Ujerumani na Uingereza. Kuna wakati inatajwa aina ya maamuzi yao yanaegemea kwenye kujijenga kwa sifa kadha wa kadha. Ilionekana hivyo wakati wa Magufuli, ambapo asilimia kubwa ya vyombo vya habari viliripoti na kumsifu yeye na mambo anayoyafanya, ikiwemo miradi mbalimbali. Wanaomuunga mkono wakiwemo mawaziri na watumishi wa serikali walilazimika kuimba wimbo mmoja wa kumpa sifa zake. Inaonekana hivyo pia kwa Trump, pia kwa sasa hivi. Lakini jambo la tatu ni uongozi wa mkono wa chuma. Na hapa unajua hawa ni BBC wameandika. Kwa tunaposema uongozi wa mkono wa chuma, tusichukuliwe kama Magufuli sijui ilikuwaje. No, ni kwa sababu aliwapiga pini hawa. Hata Ibrahim Traore pale, wakumbuka wanasema anaongoza kwa mkono wa chuma. Lakini uongozi wa mkono wa chuma, authoritarian leadership style, unahusu viongozi wanaoamini katika mawazo yao zaidi, na ukionekana kuyapinga unajiweka matatani. Licha ya kuendesha nchi zilizo na mifumo tofauti ya utawala, wote wawili walituhumiwa kwa kutumia mbinu za kimabavu dhidi ya wapinzani wao. Kwa mfano, Trump ametoa amri ya kuwapa likizo wafanyakazi wote wa shirika la utangazaji maarufu Sauti ya Amerika, Voice of America, linaloonekana kumpinga na kupinga mengi katika utawala wake. Magufuli pia alifanya hivyo, ingawa hakuligusa shirika la utangazaji Tanzania TBC, lakini alivionya kwa ukali vyombo vya habari vilivyokuwa vinamkosoa kwa uwazi. Pengine ni kwa sababu TBC haikufanya chochote ambacho kingetafsiriwa na Magufuli kuwa ukosoaji. Tunakumbuka Novemba 2016 uongozi wa Magufuli ulilifungia gazeti la Mawio kwa miaka 2 kwa tuhuma za kuchapisha habari zilizoleta uchochezi kuhusu siasa za Zanzibar. Mwaka huo wa 2016, wakati akitimiza mwaka mmoja madarakani, alisisitiza na kuwaonya wamiliki wa vyombo vya habari kuwa kuna uhuru wa habari, lakini kuna uhuru huo uwe na mipaka. Na waambia wamiliki wa vyombo vya habari, be careful, chukueni tahadhari, watch it, angalieni kama mnafikiri mna freedom ya namna hiyo, not to that extent, sio kwa kiwango hicho. Ilikuwa kauli tata iliyopokewa kwa ukosoaji mkubwa ndani na nje ya nchi. Waliomkosoa waliona kama anavitisha ili asipingwe na kukosolewa, na kwa kufanya hivyo alikuwa anaminya uhuru wa habari. Ndivyo wao walivyoamini. Lakini upande mwingine BBC wao wametoa wakasema jambo la 4 ni demokrasia ya ukakasi katika mikono yao. Marekani ni nchi mama kwenye demokrasia duniani. Kwa miaka mingi imekuwa mfano linapofika swala la demokrasia, lakini Trump alitikisa uhalali wa demokrasia ya Marekani baada ya kupinga matokeo yaliyompa ushindi Joe Biden katika uchaguzi wa mwaka 2020. Trump amekuwa akitumia mitandao kama X, zamani Twitter, kwa mtindo mkali wa kisiasa. Mfano ni mwaka 2020 aliposema kuwa uchaguzi wa Marekani ulikuwa umeibwa, kauli ambayo ilichangia ghasia za wafuasi wake katika majengo ya bunge la Marekani mnamo Januari 6, 2021, ikasababisha uharibifu mkubwa. Lilikuwa tukio la ajabu. Kwa upande wa Magufuli, uchaguzi wa serikali za mitaa 2019 ulikuwa wa aina yake, ambapo wagombea wengi wa upinzani waliondolewa kama ilivyokuwa kwa uchaguzi mkuu wa 2020. Wanaokosoa wanaona Magufuli alikuwa tishio kwa demokrasia ya Tanzania, ambayo ilianza kuonekana kwenye ramani ya dunia kuwa yenye kupiga hatua. Sasa mkumbuke, demokrasia tunayoiongelea ni mifumo ya watu wa magharibi. Magufuli alikuwa haentertain kabisa ujinga wa namna hiyo, jambo ambalo hata Donald Trump haentertain kabisa mambo ya namna hiyo. Jambo lingine la 5 ni ushirikiano wa kimataifa. Magufuli hapa kuna eneo wanalingana na kuna mahali wanatofautiana kiasi. Japo Magufuli hakupenda kufanya ziara nje ya nchi kuimarisha mahusiano, na ziara chache alizifanya barani Afrika, Trump angalau anatoka, na asipotoka na wakilishwa na uwepo wake unaoonekana kupitia uwakilishi huo. Ukweli Magufuli, kama ilivyo kwa Trump, wanaonekana kuwa na tahadhari kubwa kuhusu mikataba ya kimataifa, wakiona kuwa mingi ilikuwa ya kinyonyaji kwa nchi zao. Kwa mfano, mwaka 2017
2017 Magufuli alikataa mkopo wa dola bilioni 10 kutoka China kwa ajili ya mradi wa bandari ya Bagamoyo, akidai masharti yake yalikuwa ya kinyonyaji kwa Tanzania. Novemba 2020 Tanzania ilithibitisha kujiondoa rasmi kwenye kipengele cha Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu kinachoruhusu watu binafsi na mashirika yasiyo ya kiserikali kuishtaki serikali baada ya kupita mwaka mmoja tangu ilipoandika kusudio la kujiondoa chini ya Rais Magufuli. Lakini Trump kwa upande wake Juni 2017 alitangaza kujitoa kwenye mkataba wa hali ya hewa wa Paris, akisema ulikuwa unaiumiza Marekani kiuchumi huku ukiwanufaisha mataifa mengine. Marekani chini yake ikatangaza kujitoa kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa na haki za binadamu huko Geneva kwa tangazo la aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo na balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley. Mawazo yake kuhusu ushiriki wa Marekani katika shirika la afya duniani WHO linakuambia Trump ni mtu wa aina gani. Lakini jambo lingine la sita wanayoshabiana hawa miamba, ingawa Magufuli hatunaye lakini Trump bado yupo, tumbua ya fedheha. Wote wana mamlaka kama marais kufanya maamuzi ya kuondoa watumishi walioonekana wazembe ama watumishi wasioendana na mifumo yao ama walichokitaka. Lakini wakosoaji wanawatizama kama wanaotumbua ama kuondoa watumishi kwa jinsi sivyo staha ya kuwalindia heshima na utumishi wao. Trump si muumini wa mfumo wa kisiasa wa kawaida anti-establishment stance kama ilivyokuwa kwa Magufuli. Kuna wakati walivunja taratibu za kisiasa za kawaida na kupambana na hata na viongozi wa ndani ya serikali zao. Kwa mfano, Magufuli aliwatimua ama kutumbua maelfu ya wafanyakazi wa serikali kwa madai kuwa walikuwa na vyeti gushi, akisema hana muda wa kupoteza na watu wasio stahili kuwa serikalini. Alisema hadharani na wengine walitumbuliwa hadharani. Trump yeye mara kwa mara alikosana na maafisa waandamizi wa serikali yake na kuondoa kwa mtindo unaokosolewa. Mfano halisi ni mnamo 2018 alipomfukuza kazi waziri wake wa mambo ya nje Rex Tillerson kupitia ujumbe wa Twitter. Wapo wafanyakazi wanaotimuliwa kwa sasa kwa kutumia barua pepe chini ya kitengo cha ufanisi wa shughuli za serikali DOGE anachokisimamia bilionea Elon Musk. Lakini jambo la saba na la mwisho ni maamuzi magumu. Magufuli aliamini sana juu ya maamuzi yake. Licha ya mengine kuwa ya utata, alifanya maamuzi magumu mengi ukiacha kutumbua na kukinzana na wakubwa wa nje kupitia mikataba mbalimbali ikiwemo ya madini. Kwa mfano, kujenga bwawa la umeme la Julius Nyerere JNHP ambao ulikosolewa na watetezi wa mazingira, leo unaingiza karibu robo tatu ya umeme kwenye gridi ya taifa ya Tanzania. Pia mradi wa treni ya kisasa GSR na kusitisha mradi wa bandari ya Bagamoyo ulikuwa uamuzi ni ushindi wa namna ulivyoweza kufanya maamuzi yalionekana magumu kwa wengine. Machi 2020 alipinga masharti ya shirika la afya duniani WHO kuhusu corona, akisema Tanzania haitafunga uchumi wake kwa sababu ya ugonjwa huu. Alikwenda mbali zaidi kwa kudai kuwa hata papai lilipopimwa na maabara ilionekana kuwa na virusi vya corona, uamuzi ambao ulikuwa mgumu kufanyika na viongozi wa mataifa mengine ambayo mengi yalifunga nchi zao kutokana na corona. Kuhusu vita vya Ukraine, Gaza na kuonyesha ushuru kwa bidhaa za nje ikiwemo China, Ulaya na Asia ni uamuzi ambao si rahisi kufanya kwa kiongozi asiyeamini katika maamuzi yake na athari zake kwa wengine. Trump ameufanya. Aidha, ushahidi mwingine ni Februari 2017 alipokosoa hadharani mashirika makubwa ya kiusalama, lile la upelelezi FBI na la ujasusi CIA, akidai kuwa taasisi hizo zilikuwa zinampinga kwa sababu ya ajenda zake mpya. Kwa hiyo utawala wa kiimla, upinzani dhidi ya mfumo wa kisiasa wa jadi na maamuzi yenye misimamo mikali yatabaki kama masuala mengi ya kukumbukwa kwa Magufuli. Historia inawakumbuka na wengine wanasema historia itawahukumu Magufuli na Trump kwa namna tofauti. Lakini jambo moja ni wazi, Magufuli kaacha alama kubwa sana katika taifa hili la Tanzania. Kadhalika hata Donald Trump naye anaacha alama kubwa sana. Magufuli ameacha alama isiyofutika katika siasa za Tanzania na Afrika, na Trump bila shaka ataacha alama kwa dunia. Haya ndio yanayofanya sasa waweze kushabihiana. Na makala hii wameiandika ni BBC, hawa wameandika
Lakini nami nikaona nikusogezee Mwanaukuu wa Afrika in case ukuiona hiyo makala, kwa sababu wameandika ni vitu ambavyo kidogo tunaona vitu vina mantiki kidogo angalau. Kwa hiyo ndio maana na sisi tumeichukua. Tunaendelea kumkumbuka shujaa wetu. Miaka 4 hatunaye sasa. Miaka 4 ametutoka shujaa wetu, Comrade John Joseph Magufuli. Wenzetu kule Marekani wameshampata Trump wao tayari. Wenzetu West Africa tayari pale na wao wameshampata Magufuli wao ambaye ni nani? Ibrahim Traore, captain. Kwa hiyo manake ndivyo. Kwa tunaendelea kukumbuka mema mengi aliyoyafanya, na tunasema Mungu ailaze mahala pema peponi roho yake. Amina. Asanteni sana.